Sherehe za kumuaga kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Sayyid Ali Khamenei ambaye aliuawa shahidi zimeanza rasmi katika msikiti mkuu wa Imam Khomeini ulioko Tehran, zikivutia umati mkubwa wa waombolezaji katika onyesho la kihistoria la umoja wa kitaifa. Tukio hilo lililoanza mapema Jumamosi limeubadilisha msikiti wa Musalla kuwa bahari ya huzuni na kujitolea, huku mamilioni wakikusanyika kwa ajili ya kumuaga kwa mara ya mwisho kiongozi huyo aliyeuawa shahidi. Kwa mujibu wa makao makuu ya ukumbusho wa kupaa kwa kiongozi huyo aliyeuawa shahidi, sherehe za kumuaga zitaendelea hadi Jumapili katika msikiti mkuu wa Imam Khomeini. Maandamano makuu ya mazishi jijini Teheran yamepangwa kufanyika Jumatatu. Sherehe za mazishi pia zitafanyika Qom siku ya Jumanne na Mashhad siku ya Alhamis, ambapo kiongozi huyo atazikwa katika eneo alilozikwa Imam Reza. Waandaaji walisema kuwa sherehe maalum za kumuaga na mazishi kwa kiongozi huyo aliyeuawa shahidi pia zitafanyika katika miji mitakatifu ya Najaf na Karbala Jumatano. Siku ya Ijumaa, heshima rasmi zilitolewa na wakuu wa nchi, viongozi kutoka nchi mbalimbali na viongozi wa kidini kutoka kote duniani jijini Teheran. Umati mkubwa wa watu umeelezwa kuwa ni kuaga kwa mara ya mwisho kiongozi huyo aliyeuawa shahidi na pia ni uapisho wa utii kwa maadili ya mapinduzi ya Kiislamu, Uislamu na mashahidi, kuashiria kujitolea kwa taifa kwa heshima, uhuru na upinzani. Ayatollah Khamenei aliuawa shahidi kufuatia kuanzishwa kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Mashambulizi hayo ambayo pia yalisababisha vifo vya maafisa wakuu na raia wengi wa kawaida, yaliisukuma Iran kujibu kwa kufanya mashambulizi ya kulipiza kisasi yasiyopungua 100 yaliyofanikiwa na yenye maamuzi dhidi ya malengo nyeti na ya kimkakati ya Marekani na Israel. Kisasi hicho kilisukuma Marekani kutangaza usitishaji vita wa upande mmoja mnamo Aprili 7. Abdul Nasir Mwita, Rubaza Kimataifa.